matokeo, nashukuru Mungu nimeweza kupata alama A kwenye masomo yangu yote 10, na kiukweli kusema siri ya mafanikio ni kujituma, kusoma sana, na kwa ujumla zaidi ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana haya yote yasingeweza kutokea. Na shukrani kubwa kwa kuwa niliweza kufanya mtihani wangu sipata shida yoyote. Kwa matarajio siwezi kusema kuwa nilikuwa natarajia, ila niliamini kuwa kwa jitihada ambazo nilikuwa nimeziweka na kwa imani nilikuwa nayo, niamini Mwenyezi Mungu aweza kanitupa. Wanafunzi wangu wenzio, kwanza nianze kwa form 4 zangu, ningependa kuwapongeza wote tulipambana, na namshukuru Mungu kiujumla wote tumeweza kufaulu. Na kwa madarasa ya chini, ningependa kuwashauri wadogo zangu tusome kwa bidii, na kikubwa zaidi tuwe na imani kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Ndoto zangu ningependa kwa mfanyabiashara mashuhuri katika nchi yetu na hata katika bara letu zima. Kwa Chrisnel Nelson Mungira, ni mwanafunzi wa Fezaboys Secondary and High School. Kwa matokeo yangu namshukuru Mwenyezi Mungu, nimefanikiwa kupata A zote kwenye masomo yangu yote 9. Kwa mazingira ya shule, kwa kweli tuna walimu wazuri, facilities tulizonao ni nzuri, walimu wanafundisha vizuri, nasi wanafunzi tunaweza kuconcentrate na tunaelewa, na tumefanya mitihani mingi ya kujipima, na tunashukuru kupitia hiyo mitihani imetupa confidence ya kutosha, na kwa matokeo tulionayo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa tumepambana sana kupata hayo matokeo. Hii kwa mitihani ya nyuma ya kujipima ilikuwa nzuri, sababu nilikuwa na consistency, kwa nilikuwa sina mashaka kutegemea matokeo haya, kwa kutokana na jitihada nilizokuwa nimeweka, kwa nilikuwa nategemea matokeo mazuri. Kwa maombi na jitihada, nashukuru Mwenyezi Mungu nimefanikisha hilo. Kuhusu baadaye, natarajia kuwa mhandisi wa ndege. Kuwa na shauku kubwa, kwa nilikuwa nategemea matokeo kama haya, kwa sikuwa na hofu, ilikuwa casual. Tangu hasa form 4 ningependa tu kwa motivate kwa kila kitu kinawezekana, ukiweka jitihada mafanikio yanawezekana. Kwa na washauri tu wasikate tamaa, kama kuna sehemu wapo chini wasikate tamaa, kwa waweke jitihada, waamini inawezekana. Kwa wakiwa na discipline katika kufanya marekebisho madogo madogo, wanaweza kaleta matokeo makubwa. 21 Januari tumepokea matokeo ya kidato cha 4 2025. Tunayo furaha kubwa sana kupokea matokeo haya. Matokeo haya ni mazuri sana kwa upande wetu. Tulikuwa tuna wanafunzi 71. Katika wanafunzi 71, wanafunzi 69 wamepata division 1 na wanafunzi 2 wamepata division 2. Tuna furaha kwa sababu wanafunzi wote pia ni binadamu. Matarajio yetu ni kupata 1 zote, lakini kwa sababu ni sisi wote ni binadamu na wanafunzi wote ni binadamu, wanafunzi 2 wamepata division 2. Tumepokea matokeo haya na tuko pamoja na serikali. Tunashukuru, matokeo ni mazuri kwa upande wetu na tunaipongeza serikali kwa kazi kubwa inayofanya hapa Fezaboys. Tunawashukuru pia wazazi kwa matokeo haya wamefanya kati yao kwa kuwatia nguvu wanafunzi wao, watoto wao. Wazazi wetu pia tunawashukuru kwa walipo. Matokeo haya yametokana na jitihada zao wazazi wetu wa Fezaboys. Pili, tuna walimu wetu wa shule wamefanya kazi kubwa katika matokeo haya, usiku na mchana wakifanya kazi. Wamefanya programu nyingi na matokeo haya tumeyapata kwa furaha. Tunawashukuru walimu wetu wote kwa pamoja, wafanya kazi kubwa. Na tatu, tunawashukuru pia non-teaching staff wamefanya kazi kubwa kwa kuwasaidia wanafunzi wetu hapa na pale. Pia mchango huu ndio maana matokeo haya tumeyapata Fezaboys tarehe 31 Januari 2026. Haya matokeo yametokana na utatu huu ambao unapatikana hapa Fezaboys. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru na tumeyapokea kwa furaha kubwa sana. Naitwa Mwalimu Said Hassan Said, ni mwalimu wa taaluma hapa Fezaboys. Sisi kama Fezaboys tunafanya vizuri kwa sababu ya program mbalimbali ambazo tumewaanzishia watoto wetu. Program ambazo zinafanyika asubuhi, mchana na jioni baada ya vipindi vyao vya kawaida.
tumekuwa na morning preps, lakini pia baada ya vipindi vya kawaida wanafunzi wetu wanabaki kwa ajili ya kufanya discussion, lakini pia tumewekea utaratibu wa kufanya mitihani mbalimbali ndani ya shule na nje ya shule. Kwa hiyo kwa kupitia programu hizi ndio maana tunaona shule zetu za Feza Boys inafanya vizuri miaka yote, japo matokeo ya mwaka huu sio mazuri sana kulingana na matarajio yetu, lakini tuna taarifa muhimu tunayoomba muifikishe kwa Watanzania. Taarifa hiyo inahusu matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 uliofanyika mwaka 2025. Ndugu waandishi wa habari, katika mkutano wake wa 170 uliofanyika tarehe 26 Januari 2026 katika ofisi za Baraza la Mitihani, Baraza liliidhinisha kutangazwa rasmi kwa matokeo ya mtihani wa kitaifa kidato cha 4 uliofanyika tarehe 17 Novemba hadi tarehe 5 Desemba 2025. Kuhusu usajili na mahudhurio, jumla ya watahiniwa 595,810 walisajiliwa katika jumla ya vituo 6677, wakiwemo watahiniwa wa shule 569,883 waliosajiliwa katika shule 5864 na watahiniwa kujitegemea 25,927 waliosajiliwa katika vituo 813. Kwa watahiniwa wa shule, wasichana walikuwa 303,859 sawa na 53%, na wavulana 266,024 sawa na 47%. Mahudhurio katika mtihani huu yalikuwa 97.5 sawa na wanafunzi 555,606. Kuhusu matokeo, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa jumla umepanda kwa 2.61 na hivyo kufikia 94.98, ambapo watahiniwa 526,620 wamefaulu kwa kupata division 1, 2, 3 na 4. Mwaka 2024 watahiniwa waliofaulu walikuwa 477,262 sawa na 92.37, na mwaka 23 walikuwa 471,427 sawa na 89.36. Kuhusu ubora wa ufaulu, waliopata division 1 mpaka 3 wameongezeka na kufikia 255,404 sawa na 46.1, ambapo division 1 ziko 56,410, division 2 84,996 na division 3 113,995. Kama ilivyokuwa mwaka 24 na 23, takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya waliopata division 1, 2 na 3 zimeongezeka wakati division 4 na 0 zimepungua. Mwaka 24 wanafunzi waliopata division 1 mpaka 3 walikuwa 221,953 sawa na 43%, na mwaka 23 walikuwa 197,426 sawa na 37.4. Hivyo katika kipindi cha miaka miwili ubora wa ufaulu umeongezeka kwa 8.7. Kuhusu ufaulu kwa jinsi, kati ya watahiniwa 526,620 waliofaulu, wasichana ni 278,108 sawa na 94.3 ya waliofanya, na wavulana ni 248,512 sawa na 95.8 ya waliofanya. Aidha, kati ya waliofaulu wasichana ni 53% na wavulana ni 47%. Kwa kuangalia ubora wa ufaulu, ambapo tunazingatia waliopata division 1, 2 na 3, wavulana ni 135,676 sawa na 52.3 ya waliofanya, na wasichana ni 119,728 sawa na 40.58 ya waliofanya. Kati ya watahiniwa wote 255,404 waliopata division 1, 2 na 3, wavulana ni 53% na wasichana ni 47%. Hivyo wasichana wamefaulu wengi zaidi kwa 6% kuliko wavulana, na wavulana wamefaulu vizuri zaidi kwa 6% kuliko wasichana. Kuhusu ufaulu kimasomo, kwa masomo ya science jamii yanayojumuisha civics, history na geography, takwimu zinaonyesha kuwa masomo haya yameendelea kupanda kama ilivyokuwa mwaka 24, ambapo somo la history limepanda kwa 4.87 na kufikia ufaulu wa 78.23. Geography imepanda kwa 7.55 na kufikia 79.46, na civics imepanda kwa 1.32 na kufikia 71.66. Mwaka 24 history ilipanda kwa 10.16, geography ilipanda kwa 7.59 na civics ilipanda kwa 2.51.
Kwa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili ni 97.82. Kwa somo la English language ufaulu wake umepanda kwa 3.39 na kufikia 79.48. Mwaka 24 ufaulu wa somo la English language ulipanda kwa 7. Kwa upande wa masomo mengine ya lugha, ufaulu wa French language umepanda kwa 7 na kufikia 82.9. Ufaulu wa Chinese language umepanda kwa 14.3 na kufikia 93.43. Na kwa somo la Arabic language ufaulu umepanda kwa 17 na kufikia 50.62. Kwa masomo ya science, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa somo la chemistry umepanda kwa 0.52 na kufikia 96.88. Physics imepanda kwa 10.06 na kufikia 84.04, na biology imeshuka hadi kufikia 65.7. Ufaulu wa masomo mengine ya science nao uko vizuri, ambapo engineering science ni 86.12, agriculture 94.81, information and computer studies 95.52, additional mathematics 95.91 na food and human nutrition ni 100%. Kwa upande wa somo la basic mathematics, ufaulu umeendelea kuwa chini ya wastani kwa mwaka 2025 kama ilivyokuwa mwaka 24, 23 na 22. Hata hivyo, ufaulu wa somo hili kwa mwaka 25 umepanda kwa 1.1 na kufikia sasa 26.45. Kwa masomo ya biashara, ufaulu wa commerce umepanda kwa 5.89 na kufikia 95.06, na kwa somo la bookkeeping umeshuka kwa 14.02 na kufikia 74.25. Ufaulu kwa masomo ya utamaduni, sanaa na michezo umeendelea kuwa mzuri, ambapo somo la theater arts ni 97.61, music 96.67, physical education 96.29 na fine art ni 84%. Kwa upande wa masomo 13 ya ufundi, ufaulu ni mzuri na upo kati ya 81.22 hadi 100%. Kwa upande wa masomo ya dini, somo la Bible knowledge ni 97.34 na elimu ya dini ya Kiislamu 85.68. Ufaulu kwa masomo hayo umeendelea kuwa mzuri, kwa ufaulu wake kuendelea kuwa juu ya wastani. Kwa upande wa watahiniwa kujitegemea, takwimu zaonyesha waliofaulu ni 16,794 sawa na 73.83. Mwaka 2024 watahiniwa kujitegemea waliofaulu walikuwa 15,703 sawa na 62.51. Hivyo ufaulu wa watahiniwa kujitegemea umeongezeka kwa 11.32 ikilinganishwa na mwaka 2024. Baraza limezuia kutoa matokeo ya watahiniwa 435 ambao walipata matatizo ya kiafya na kushindwa kufanya mtihani kwa masomo yote au idadi kubwa ya masomo. Watahiniwa hao sasa wamepewa fursa ya kufanya mtihani kwa masomo ambayo hawakuyafanya kwa sababu ya ugonjwa wa mwaka 26 kwa mujibu wa kifungu cha 32 kifungu kidogo cha kwanza cha kanuni za mitihani. Ndugu waandishi wa habari, Baraza la Mitihani limefuta matokeo ya wanafunzi 77, 30 wa shule na 47 watahiniwa kujitegemea ambao walifanya udanganyifu na wanafunzi wawili walioandika matusi kwenye karatasi zao za majibu kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha pili I na J cha sheria Baraza la Mitihani sura 107 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha pili B cha kanuni za mitihani za mwaka 2016. Baraza la Mitihani la Tanzania linapenda kuchukua fursa hii kuzipongeza kamati za mitihani zote nchini, wakuu wa shule, wasimamizi, wasahishaji kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya. Baraza linawapongeza wanafunzi wote waliofanya mtihani wa kidato cha 4 mwaka 25 kwa kuwa na utulivu na kuzingatia taratibu za mitihani zilizowekwa. Matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 mwaka 25 yanapatikana katika tovuti ya baraza ambayo ni www.necta.go.tz.